Na umesema mambo ya football ni mengi. Hii ligi baadhi ya timu huwa wanalalamika sana huku tunakandamizwa, tunaonewa, ukiritimba ni mwingi, nayo ionekane tuwe kama wenzetu. Nyinyi kwa upande wenu mnaithimuliaje kwa wasikilizaji ligi ya Championship? Ni kweli kuna makando kando ama hayapo makando kando? Ndugu mtangazaji, binadamu ndiyo, hakuna binadamu aliyekamilika. Okay. Hata wale waamuzi ni binadamu kama sisi. Kwa yale mapungufu ya kibinadamu, mapungufu ambayo anaweza ukachukua kwangu, nitakiwa mimi nichukue pia kwako. Lakini niseme kwamba kwa sasa hivi naweza nikaipongeza sana ndiyo TFF na bodi ya ligi kwa ujumla. Kila hatua tunaposogea wanafanya maboresho. Sasa hivi waamuzi wanaochezesha Championship ni waamuzi wa ligi kuu. Okay. Kwa hiyo lawama zile kidogo ambazo watu walikuwa wanalalamika mara imeenda hivi mara imeenda hivi hapa. Kwa mfano sisi michito ya Songea tunatuchezesha Ramadhani Kayoko. Okay. Kwa ina maana yule ni yani waamuzi wana rotate, wanakuja Premier, wanakwenda Championship. Ni waamuzi ambao ni viwango vya juu. Tena hapo ni baada ya kelele nyingi. Yani Freddy, ndio tunapongeza bodi ya ligi, lakini ni baada ya kuweza kuwashtua kwamba huku kuna vitu ambavyo vinaendelea. Na ndio maana hawa waamuzi wa ligi kuu wanaanzisha top 4. Yani sisi wale watu wanne wa juu tu ndio ambao tunaanzisha mechi ambazo zimebaki hizi zilikuwa zimebaki 5, sasa zimebaki 4 ndizo ambazo zimeanza. Lakini mwanzo kabisa tuanzisha na waamuzi ambao chuma Pasaka hii tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha atatoa mkono wa Pasaka pamoja na chakula cha baraka na uponyaji kwa watu wote. Chuma, kunoa chuma ni madaraja yetu haya daraja la kwanza. Lakini baada ya kuambia kwamba hata kukiangalia kwenye page yetu tulikuwa shout sana tunaona kwamba watu kwa ligi ionyeshwe, sababu kuna vitu ambavyo hatuvielewi huko vinakuwa vinatokea. Moja kati ya vivutio kwa sasa kwenye club za mpira ushawishi unaanzia kwenye hizi page za Instagram. Umeona Mashujaa maarufu wao mkubwa ni kutokana na admin wao kuwa active sana. Nyinyi sasa hivi mmeisha jijengea kitambulisho kwamba mpo na watu wanajua mpo, muda wote mnaweza mkadondokea huko. Mmejipangaje huko kwenye social media kuhakikisha mambo yenu yanakuwa safi kama wenzenu, ama hivi vita nyinyi vya social media hamviwezi? Manake sio kazi rahisi pia. Kwanza labda nikwambie angalia page zote za timu za Championship. Hakuna anayetufikia sisi stendi kila Ramadhani bana. Nakupa wazi hii sola. Una smartphone kaka, nenda Mtibwa, nenda Mbeya City. Mtibwa ana vurugu zote zile. Vurugu zake sio mpaka wanarekodi wakiwa mashabiki. Nenda Mtibwa, nenda Geita, nenda sijui Big Man. Inatoja timu kubwa hizo. Mbeya Kwanza, Songea. Utaangalia hata zile posters zao ziko very local. Lakini sisi mimi nakwambia hakuna anayetufikia. Kwa hiyo watu waanze kuwafuatilia. Mnapatikana vipi kule kwenye Instagram ya Stand United? Si ni hivyo tu. Stand United, Stand United FC. Na hii timu Ramadhani kule Shinyanga, unajua tumeona kuna baadhi ya timu kweli zinatoka mkoa fulani lakini ni kama zimetengwa. Nyinyi chama la wana kule mnapendwa ama bado kuna neno mnatakiwa kuambia wakazi wa Shinyanga? Kwanza labda niliweke sawa hili. Sisi ndio timu ya stendi zote Tanzania. Yani kama wewe mkoa wako kuna stendi, na sidhani kama kuna mkoa ambao una stendi katika safari vipi. Mikoa yote ina chama lao ni Stand United, chama la wana. Sisi kila sehemu tunapokwenda sisi tuna mashabiki. Kwa hiyo ni chama la wana kweli. Chama la wana. Na hapa tupo Dar es Salaam. Stendi ile Magufuli. Tayari mashabiki wanatuambia watakuwa kesho uwanja wa KMC kutu support. Je, kuna utaratibu labda pengine au kama hamna niwape wazo labda katibu huko hapa? Sababu je, si chama la wana? Nyinyi ndio mnawakilisha stendi zote. Kuna utaratibu mlionao labda pengine mkoa wote mnapokwenda, mfano Songea mpo da, kabla ya kuondoka kwanza mnapiga chora zile 0 maeneo ya stendi, mnaingia terminal ndani, mnapiga miseri alafu ndo mnatembea zenu kurudi. Huo utaratibu mnao ama ni idea nimewapa?
maana si stendi si chama la wana. Songea tumefanya baada ya kuangusha jitu pale. Tuliona sasa tuambie wana stendi kwamba timu yao imefanya makubwa. Tulizunguka katika ule mji wa Songea na kupiga yani vigelegele lipika sana chapati. Hatari, yani hatari sana yani. Na lugha zenu watu wa stendi zilipigwa sana. Unajua tena alafu maana ambapo Songea pale tulikopo na kijiwe kuomba kila mwaka tukienda tunaacha bendera kama alama. Na Mtwara pia tulifanyaga hivyo hivyo kwa sababu kama alivyozungumza semaji hapa stendi na wote. Kwa sababu mtu aliyefanya mazingira ya kazi ya stendi yani akishasikia kwamba timu ya stendi lazima awe na passion nayo. Kwa hiyo mimi nihakikishie kwamba yani Watanzania kwa ujumla yani sisi stendi popote pale tukienda ni nyumbani. Yani popote hata hapa Dar es Salaam tuko nyumbani kwa sababu tukiingia tu stendi nikatoa mtu stendi akaenda pale. Wewe unajua Peter bana, watu wa stendi waga wana lugha zao. Kienda stendi waga unajua mara umevutwa begi twende na basili saa 3 saa 4 yani, lakini kuna lugha zao kiongea na kufuatafuata bana kachu anakuacha. Umeona sijui bana kama wewe ukitaka usikilizwe vizuri stendi pale bana, mambo yasiwe mengi bana, sehemu yenye nauli 25 bana, mimi Mbasa 20,000. Wana lugha zao. Hawa sio stendi yao. Hawa stendi ya mpira. Lakini ndio stendi chama la wana. Usisikia story tunazopiga hapa. Imebaki jina. Baba kijina. Sasa hapo huwezi kutemwa tumebaki jina. Lakini mjiasili timu imebaki mjiasili imebaki jina. Timu haikai stendi. Ukitaka kujua timu inakaa stendi. Ndio. Hii timu haipo kwa watu wa stendi. Kwa hiyo watu wa stendi hii timu. Sasa so unawabishia. Unajua huyu katibu huyu msemaji unawabishia. Unajua mimi ambacho nimeginania tena hili tuliweke clear kabisa. Sasa hili tuweke clear bwana Peter. Liweke sawa. Limekuwa sana lilikuwa likizunguka sana na watu wamekuwa kilizungumzia sana. Kwamba stendi sasa hivi ni kama ni ya mtu fulani. Imeuzwa. Tena limekuwa kubwa jingine. Kwamba hii imekuwa sasa ni timu ya watu wengine. Tuweke hili sawa. Hiyo ni nadharia ambayo ilikuwepo mwanzo wakati timu imeshuka. Lakini mpaka sasa hivi sisi support kubwa tunaipata ni mashabiki zetu ambao ni watu wa stendi. Si unaelewa? Yaani wanajivunia kuwa na chama lao la stendi. Na timu nikwambie haijauzwa. Timu hii ni ya wanachama. Wanachama wa stendi wanahusika vipi na timu hii? Wanachama ndio wenye timu. Yaani unaona sasa hivi kuna utaratibu ambao labda unawafanya wao waamini ni timu yao, mnawachangisha hata kama timu ina ufadhili. Labda nikusaidie kwenye kama alivyosema semaji. Timu ni ya Wanashinyanga. Timu ni ya wapenzi ya Wanashinyanga. Kwa maana ya kwamba tunapoondoka kuna kikosi ambacho kimeandaliwa, kikosi maalum, kikosi cha hamasa. Na kikosi cha hamasa kinatoka kwa wana stendi, yani wale wanachama ambao kila mechi kwa mfano sasa hivi wanajua tuko Dar es Salaam, wametuagiza huko, walituagiza Songea tumefanya kazi, sasa hivi wametuagiza Dar, walivyotuagiza hapa sasa hivi wanafanya maandalizi ya kupokea timu yao, lakini ya kuandaa tena mechi inayofuata ya tarehe 19. Kwa hiyo wana Shinyanga au wana mshabiki wa Stand United, hii ni mali halali ya wana Shinyanga. Tutakuwa na ibada ya kuweka mikono juu ya watu wote wenye shida na matatizo mbalimbali. Amen. Kumbuka Yesu anatembea kwa namna ya pekee sasa. Amen. Usiwasahau na kuacha wagonjwa nyumbani kwako, walete wapone, yashuhudie matendo makuu ya Yesu Kristo. Amina. Katika msimu wa Pasaka. Amen. Kama ni amina si ungesema nyingine. Amina. Na tarehe 20 ambayo ndio tarehe ya Pasaka. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hiyo tarehe tutakuwa na chakula cha pamoja. Amen. Na mkono wa Pasaka kwa walemavu, wazee pamoja na yatima na wajane. Amina. Amina ikiwa kidogo manake unakataa. Amen.
Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Itafanikiwa ama haikitafanikiwa? Itafanikiwa. Kama kitafanikiwa ungepiga makofi ambayo ni makubwa zaidi. Amen.